Mashariki ya Kati imegeuka uwanja wa radi na umeme. Mapambano yanayozidi kupanuka kila kukicha yamechora ramani mpya ya hofu, hasira na maangamizi kutoka Ghuba ya Uajemi hadi Bahari ya Hindi. Asubuhi ya Alhamisi, Iran ilifyatua wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Israeli, vituo vya Marekani na nchi jirani, ikiapa kwamba Marekani itajuta kwa uchungu baada ya manuari yake kuzamisha meli ya kivita ya Irani. Katika mitaa ya Tel Aviv na Jerusalemu nchini Israeli, ving'ora vya tahadhari vililia huku anga ikichanwa na milipuko ya makombora yanayokabiliwa na mifumo ya ulinzi wa Israeli. Televisheni ya taifa ya Irani ilitangaza pia mashambulizi dhidi ya vituo vya Marekani katika eneo hilo. Wakati huo huo, Israeli ilisema imepiga shabaha kadhaa ndani ya Irani na Lebanoni, ikilenga miundombinu ya kijeshi na maeneo yanayohusishwa na kundi la Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje ya Irani Abbas Araghchi alishtumu jeshi la wanamaji wa Marekani kwa ukatili wa baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alishtumu jeshi la wanamaji wa Marekani kwa ukatili baharini kufuatia kuzamishwa kwa manuari ya Irani Irsi Dena katika Bahari ya Hindi. Tukio hilo limesababisha vifo vya wanamaji wasiopungua 87 kwa mujibu wa mamlaka za Sri Lanka zilizookoa manusura 32 na kukusanya miili. Yatakumbukwa haya, Marekani itajuta kwa uchungu mfano ulioanzisha, Araghchi aliandika mtandaoni, akionyesha mwelekeo wa Teherani kugeuza tukio hilo kuwa hoja ya kisiasa na kijeshi. Katika kauli isiyo ya kawaida na yenye ukali wa kigaidi, Ayatollah Abdollah Javadi Amoli aliita hadharani kumwagika kwa damu ya Israeli na damu ya Trump. Ni nadra kwa kiongozi wa ngazi hiyo ya juu katika uongozi wa Kiislamu wa Kishia kutoa wito wa wazi wa vurugu, kauli iliyoongeza mafuta kwenye moto wa mzozo huo. Meli ya Irani ilikuwa ikirejea nyumbani baada ya kushiriki mazoezi ya kijeshi ya kimataifa yaliyoandaliwa na jeshi la wanamaji wa India mwezi Februari, mazoezi yaliyohusisha pia Marekani kupitia ndege ya doria ya baharini ya P-8A Poseidon. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alithibitisha kuwa manuari ya Marekani ilitumia torpedi kuzamisha meli hiyo. Tukio hili limepanua uwanja wa vita hadi kwenye njia nyeti za kibiashara za kimataifa. Shambulio la taka karibu na pwani ya Kuwait liliripotiwa na kituo cha operesheni za biashara za baharini cha Uingereza limeongeza hofu kwa meli za kibiashara. Eneo la Ghuba ya Oman na mlango wa Hormuz, ambako takriban theluthi moja ya mafuta ya dunia husafirisha, limegeuzwa kitovu cha taharuki. Bei ya mafuta ghafla ya Brent imepanda kwa takriban 15% tangu mzozo uanze. Jeshi la Israeli limesema limepiga malengo 80 ndani ya Lebanon kwa saa 24, likilenga vituo vya amri vinavyodaiwa kuhusishwa na Hezbollah katika mji mkuu wa Beirut na kambi ya wakimbizi ya Bedawi mjini Tripoli. Mashambulizi ya droni katika vitongoji vya kusini mwa Beirut yameripotiwa kuua watu 3 na kujeruhi wengine 6. Ndani ya Israeli, vizuizi vya kazi vimeanza kulegezwa huku shule zikisalia kufungwa. Hata hivyo, milipuko ilisikika alfajiri na mifumo ya ulinzi ilidai kukabiliana na angalau mawimbi 3 ya makombora ya Irani. Nchini Azerbaijan, droni ilianguka karibu na uwanja wa ndege inayopakana na kaskazini mwa Irani na nyingine kuanguka karibu na shule ikijeruhi raia 2. Katari ilihamasisha wakazi karibu na ubalozi wa Marekani mjini Doha kwa tahadhari, huku Saudi Arabia ikisema imeangamiza droni katika jimbo linalopakana na Jordani. Vifo vinaendelea kuongezeka, zaidi ya watu 100 Irani, zaidi ya watu 70 Lebanon na takribani 11 mpaka sasa nchini Israeli, kulingana na mamlaka za nchi husika. Wanajeshi 6 wa Marekani wameuawa, akiwemo afisa wa ngazi ya meja. Mzozo huu ulianza Jumamosi baada ya Marekani na Israeli kulenga uongozi wa Iran na miundombinu ya makombora ya nyuklia, tukio lililohusisha kifo cha kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei. Kauli kutoka Washington zimeashiria uwezekano kampeni ya wiki kadhaa, lakini malengo na muda wake kubadilika mara kwa mara zikiongezeka, vita visivyo na mwisho unaonekana. Katika kivuli cha moto huu, dunia inashuhudia si tu makombora yanayoruka, bali pia minyororo ya usambazaji ikikatika kila kukicha, meli zikisimama kwa hofu na mamia maelfu ya wasafiri wakiwa viwanja vya ndege. Hii si tu vita mipaka, ni vita ya masoko, diplomasia, mustakabali wa nishati ya dunia kwa sasa. Je, radi hizi zitakaa mazungumzo ya amani
au zitaongeza tu orodha ya majeruhi? Kwa sasa anga la Mashariki ya Kati limejaa moshi na ahadi za kulipiza kisasi.